Kupitia mahojiano maalum aliyofanya na mtangazaji wa Clouds Media Mena Ali, Rio Ferdinand ambaye ni gwiji wa Man United amelitaja goli la Clatous Chota Chama kama goli ambalo linaweza kushinda tuzo ya kuwa goli bora la msimu huu duniani. Clatous Chota Chama alifunga goli hilo katika mchezo wa dabi ya Kariakoo uliopigwa Mei 3, 2026 jijini Dar es Salaam. Sasa hii ndiyo ilikuwa reaction ya Rio Ferdinand. I'm going to give it a from 1 to 10. I'm going to play it again. When was this? This was very recent. This is one of like the biggest goals being talked about at the moment. What do you think? Oh, this could win the goal of the season in the world. Sasa baada ya video hii kwenda viral mtandaoni, meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans Ally Kamwe ameonekana kutoridhishwa na mahojiano hayo, mahojiano ambayo yalilenga kupata maoni binafsi juu ya bao alilofunga Clatous Chota Chama kwenye dabi hiyo ya Kariakoo kutoka kwa Rio Ferdinand. Kupitia ujumbe wake uliosambaa mitandaoni, Ally Kamwe amewataka baadhi ya waandishi wa habari kuelekeza nguvu zao kwenye ajenda kuu ya ujio wa Rio Ferdinand nchini, ambao ni kuitangaza AFCON na juhudi zinazofanywa na taifa kupitia Wizara ya Habari na Michezo badala ya kuingiza masuala ya ushabiki wa Simba na Yanga. Ninamnukuu hapa, ameandika hivi: Wizara ya Habari na Michezo inatumia nguvu na akili nyingi sana kuiuza AFCON hapa kwetu kwa kuleta wageni mbalimbali wakiwemo wachezaji wa staafu. Sasa waandishi mnaopata nafasi ya kuongea na hao wachezaji, naomba mjikite kwenye ajenda ya taifa. Achaneni na ushabiki wa mpira wa nyumbani hapa, mtaharibu hili jambo. Kwa mfano, sisi mashabiki wa Yanga tunajua huyo beki alikuwa mvunja kuni tu pale Manchester, alikuwa anabebwa na Nemanja Vidic, lakini tumekaa kimya kwa sababu ya kuheshimu juhudi za wizara. Tafadhali sana tubebe ajenda ya taifa na tuache ushabiki. Ameandika hivyo Ally Kamwe.